tafu. Mechi ilikuwa tafu, nzuri, ya kuvutia. Mechi ambayo shabiki yote aliyokuwa uwanjani alikuwa kwenye pressure kubwa, tension, kwa namna ambavyo kipindi cha kwanza kilienda. Dakika 45 za kwanza tumecheza kwenye space ambayo wenzetu walikuja, kwa maana walikuja kwenye kukaba zaidi. Wenzetu walikuja na tekniki za kukaba, kuwafungua. Ilihitaji uongeze watu wenye kasi na maarifa mapya ambao wana uwezo wa kuchangamka, kupiga pasi za haraka, mtu ambaye ana uwezo wa kuwatanua mabeki hata kutumia nguvu. Ndio kitu ambacho kilikuwa kinahitajika. Kwa first half ukiangalia striker Mpumelelo Dube, yeye anapenda kucheza kwenye space. Ni tofauti na Andre Boyeli ambaye yeye ni kama tembo, anaweza kutanua mabavu, kutumia nguvu na akaweza kuhangaisha mabeki kupata nafasi ya kuscore. Kwa hiyo kilichotofautisha ni kwamba wakati wamekuja na game plan ya kutukaba, kucheza kwenye eneo dogo ambalo lilikaribia kwenye goli lao, lilitupa shida kwa sababu kipindi cha kwanza tulikuwa na watu wengi ambao wanacheza kwenye nafasi. Mfano Dube, ukimwangalia Dumbia, ni watu ambao wao wanapenda zaidi kucheza kwenye space, kuachia mipira kwenye nafasi. Kwa hiyo kilitusumbua first half, lakini second half baada ya mabadiliko Andre Boyeli aliingia, yule Shakani Hamisi akaingia na Celestine Ekua, mambo yalikuwa mepesi. Celestine Ekua kwanza akaufinya uwanja kutoka kule kwenye winga akaingia ndani. Andre Boyeli akawa anatumia zile nguvu, wakawa wanacheza 1-2 lakini kwenye mabavu, wakitanua mbawa zile, basi shughuli ilikuwa nyepesi tu. Na maana unaona magoli yaliingia haraka second half, penalty ya kumngangania Boyeli ilikuwa ni kitu kikubwa. Kwa hiyo si kwetu, tunaamini tuna kikosi kipana, tuna uwezo wa kubadilishia timu kucheza kwenye nafasi, na tuna uwezo wa kubadilisha timu kucheza kwenye energy. Mmoja Prince Dube, vidole bado vinakuwa ni vingi na maandiko yanakuwa ni mengi sana. Ni Dube ameshuka, Dube ameshindwa kuonyesha kitu Yanga, au ni nini kwa mtazamo wako? Waandishi, swali zuri sana. Swali zuri sana. Hivi kuna maandiko yoyote yanaandikwa kuhusiana na ule striker wa Simba anaitwa nani ule Mganda? Mkwala. Steven Dese Mkwala. Kuna andiko lolote mnaliona linaandikwa kuhusiana na Steven Dese Mkwala? Kuhusu nini? Kuhusiana na performance yake uwanjani, nafasi ambazo anazipata na atumii. Kuna maandiko ya namna hiyo? Kwa nini maandiko yako kwa Dube? Kwa nini maandiko yako kwa Dube hayapo kwa Steven Dese Mkwala? Tunakubaliana Dese Mkwala anacheza sahihi kabisa, perfect, hakosi nafasi za wazi. Kwa nini kidole kinapelekwa zaidi kwa Prince Mpumelelo Dube? Yani hebu tuulizane maswali kwenye kichwa chetu. Na hata nyinyi waandishi wa habari, mechi ya Simba inaisha, mechi kama jana tu, Dese Mkwala kakosa clear chance zaidi ya 5. Zaidi ya 5. Kama mjaona labda amfuatilie mpira vizuri, mnaenda kwa matokeo kwamba Simba tashinda, muende mkapambe magazeti, muende mkapambe vyombo vya habari. Lakini Steven Dese Mkwala, kama kuna mchezaji anacheza vibaya kwenye position ya striker kwenye hivi vilabu viwili tu, Dese anacheza vibaya zaidi kuliko Dube. Anacheza vibaya zaidi kuliko Dube. Kwa nini mnamnyoshia vidole sasa Dube? Niwaeleze sababu. Nyie mnajua kwamba Dube ni striker mzuri. Kwa nini imekuwa sasa ndio kidole mnachoonyesha, lakini hamumuongelee Dese Mkwala kwa sababu mnaamini wote kwamba Dese Mkwala mpira hajui na ni usajili mbovu ambao umewahi kuingia Tanzania kwenye klabu ya Simba, si ndio? Ndio maana mmekaa kimya, waandishi, wachambuzi, mnajifanya Simba wakicheza kama hamuoni vile Mkwala kama anakosea. Yani akipata nafasi, jana pochi limeanguka pale la wazi, funga kashindwa. Katengenezewa nafasi nyingi Dese Mkwala za kuscore, hakuna hata mtu mmoja anaongea. Sisi tunaelewa hayo mazingira, tunamwamini Dube na bado anacheza vizuri. Andre Boyeli kaingia anacheza vizuri. Timu itabadilika kulingana na mahitaji ya timu unayokutana nayo. Ukikuta timu inafungua, inaweza kuachia nafasi, Dube ni striker ambaye anaweza kutumia hizo nafasi. Andre Boyeli, timu kama inabana, inaweza kukaa nyuma. Andre Boyeli ana uwezo wa kucheza na timu pinzani ambao mabeki wamekusanyana, sijui na viungo wakabaji wako hapo. Boyeli anao uwezo huo. Kwa hiyo sisi tunatumia striker kulingana na mechi inavyohitajika. Dube kwetu anacheza vizuri kuliko Mkwala anavyocheza Simba. Mtaja Boyeli hapo, maneno yalikuwa ni mengi kipindi mechi zimeanza hapo. Wakasema Young Africans wamesajili mchezaji ambaye anakaa benchi na hawezi kuwasaidia. Kwa alichokionyesha leo hii, anaweza kuprove what wrong? Yani kaka, hilo ni tatizo la watu ambao wanafikiria wakiwa nje. Mchezaji anaweza akasajiliwa akawakuta watu wanacheza na yeye akahitaji muda kusoma mchezo. Huu ni mchezo wa 4 kama sikosei au wa 5 kwenye ligi. Ni mchezo wa 4 kwenye ligi kuu.
why unaanza kudoubt kama mchezaji alikuwa apate nafasi hivi? Hilo linaweza likawa swala la kimpira. Lasine Koma yuko pale, Koma Magic. Kwani hana kiwango? Anacho kiwango kikubwa cha kucheza mpira. Lakini nini kinachomfanya anakaa bench? Kwa sababu kwenye eneo lake kuna watu ambao tayari washachukua nafasi. Kwa hiyo lilikuwa ni swala la muda kwa striker kama Andre Boyeli. Alishamkuta Prince Mpumelelo Dube akiwa mchezaji ambaye amecontribute nafasi nyingi za magoli, akiwa amechangia magoli mengi msimu uliomalizika. Uwezi ukamchukua mchezaji ambaye tayari ashatengeneza magoli mengi, kasaisha magoli mengi, ukamchukua mtu mwingine ambaye ukaja ukariski. Kama hivi kwenye position anacheza, mwenzie akikosea anaingia, anaenda kubadilisha matokeo. Ndio mpira ulivyo. Na huo ndio mpira unavyochezwa dunia nzima. Lakini kilio changu kwenu, siamini kama amuoni kama Dese Mukwala anacheza vibaya. Naamini mnaona. Yaani Dese Mukwala anacheza vibaya kuliko Dube. Yaani kama kuna mtu anapenda mpira nchini na anaangalia mechi za Simba na anamuona Mukwala anapatia katika kila anachokifanya, basi ongeleni. Kama mnaandika kwa Dube, mnashindwa kuandika kwa Mukwala, ina maana nyie kuna kitu mmekizamilia. Mmezamilia kututoa sisi mchezoni, kumtoa mchezaji wetu na hamtafanikiwa. Kwani Godi, mtu kusema ubaya wa mchezaji ni lazima muangalie kwingine walinganishe? Wala sio ubaya. Ukizungumza ubaya kwenye mpira, zungumza pande zote. Hauwezi ukawa unaangalia mabaya ya Yanga, mazuri ya Yanga uyaangalie. Unaangalia mazuri ya Simba, mabaya ya Simba uyasemi. Huo sio mpira. Yaani mkitaka kuchambua mpira, chambueni kwenye pande zote. Angalia Simba wanakosea wapi, sema madhaifu yao, sema na wanachopatia Simba. Mechi ya Simba ikichezwa hivi, mechi kama jana na JKT. Sawa? Mechi Simba na JKT. Angalia aina ya goli lilofungwa Simba lilowapa ushindi. Sawa? Angalia aina ya mechi ilivyokuwa inachezwa. Mechi ya Simba. Angalia tu mpira ulivyokuwa unachezwa. Mpira umechezwa ovyo kabisa. Lakini Simba kwa sababu ameshinda, mmetoka na pongezi na hongera kwamba kana kamba Simba wamecheza mpira dakika 90, mpira mkali kweli kweli. Lakini kwa Yanga mmemaliza hapa mechi mtu kana goli 4. Mnatoka na swali la Dube, kwa nini ananyoshewa kidole? Jana 2-1 Dese Mukwala akacheza vibaya, hakuna mtu anazungumza. Kwa nini Yanga mnaiandama kwenye mabaya tu? Mazuri. Haya, nyinyi leo hamjaona viwango vya wachezaji waliocheza vizuri Yanga. Kwa nini hamkuuliza, mnauliza kwenye mabaya tu? Hivi vitu vinaumiza, lakini tunawaona na tunawasoma. Sisi tunajua namna gani ya kuishi na wachezaji. Tukutane Zanzibar. Shekhe. Umeona? Uliza mchezo wake wa leo na amechukua watu wa maana kama hao. Pacome Pedro Zouzoua kwa performance alocheza. Maswali huwezi kuyasikia. Kauliza mpaka nimeng'ang'ana. Na ningeondoka bila kusema hapa. Kitu kingine ni kawaida, yani wewe kumsema Pacome Pedro Zouzoua wakati mwingine inakuwa ni kawaida. Yani kama mmemzoea yani. Yani kuchukua ile tuzo ya mchezaji bora wa kila mechi, yani kama mmezoea hivi. Kachukua za kutosha shekhe. Kwani tuzo haitoki ya mchezaji bora wa ligi MVP mpaka leo? Kamkumbe tu. Yule ni shekhe. Assalamu alaikum. Pacome Pedro Zouzoua. Zizou Ivory Coast, mchezaji ambaye kaivusha Ivory Coast kwenda kombe la dunia. Ina raha sana kumzungumza. Performance nzuri. Kwanza katika eneo lake la winga moja alikuwa anabadilishana na Chikola, lakini namna ambavyo alikuwa anarahisisha mambo, alikuwa na uwezo wa kuja kucheza katikati ya dimba kama midfield. Sidhani kama hicho kitu mlikuwa mnakiona. Yaani Pacome alikuwa anakuja kwenye eneo la namba 8, kwenye eneo la namba 6 na bado akawa anaichezesha timu vizuri. Ni kama ambavyo Ivory Coast walikuwa wanaweza kumtumia Pacome kwenye eneo la namba 8. Alikuwa anacheza vizuri kama ambavyo leo amecheza. Kwa hiyo Pacome anacheza kwenye kiwango kikubwa na ndio wachezaji ambao mnatakiwa muulize maswali yao. Msiulize maswali ya kina Dese Mukwala. Godi, kocha wenu mpya Pedro anakufurahisha zaidi eneo gani? Kwanza kocha ananifurahisha kwenye namna ya kusoma mchezo. Ukitaka kumjua mwalimu mzuri, ni mwalimu ambaye anaweza akaangalia mchezo unaendaje, ajue eneo gani lina shida, afanye mabadiliko. Mabadiliko ya kwanza yalikuwa kwa Chikola. Oven Chikola kuingia Celestine Ekua, ni kwamba mwalimu alikuwa makini kuangalia mchezo vizuri. Lakini kumuingiza Shehani Hamisi, hakuna mtu alitegemea kwamba Shehani anaweza kaja akachange mchezo kwa haraka. Unaona namna ambavyo Shehani aliingia lile eneo la namba 10. Akawa anacheza kidogo, anatumia ile energy yake vizuri, anapiga pasi. Unaona alipiga shot of target moja ya hatari ambayo ilizua taharuki uwanjani. Kwa hiyo mwalimu wetu anajua kusoma mchezo, lakini timu kutoka nyuma kwenda katikati, unaona bado kuna utulivu mkubwa. Ni eneo la mwisho kwenye kumalizia ndio kuna shida, na ni swala ambalo mwalimu akitulia, unaona namna ambavyo muda upo,
muda upo. Tunaenda kwenye Champions League, ina maana kwenye ligi itasimama. Karibuni kwenye Champions League. Ugumu mkubwa kiasi gani ambao unaona Yanga hii kurejea kwenye Yanga ile ambayo inafananishwa? Maana Yanga zinafananishwa mbili tofauti. Yanga mafananisha na Yanga. Ni swala la muda tu. Tumwombe Mwenyezi Mungu, muda upo. Kila kitu kitabadilika na tutaona mpira mzuri kutoka kwa Yanga. Asanteni.